sallam kwenye hajjatul wada, mwaka wa 10, mtume anaingia anafanya haji ya mwisho, akasimama Arafa, ikaitwa khutbatul wada, ni hotuba ya kuaga. Mtume aliporudi Madina haikuchukua muda mrefu akafariki. Ilikuwa ni wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi amesimama akasema, enyi watu, hakika damu zenu ni haramu, mali yenu ni haramu, heshima yenu ni haramu. Hakuna mtu mwenye ruhusa ya kupitiliza na kuvunja haki ya Muislamu mwenzie, ima kwa kumwaga damu yake au kwa kumtukana au kwa kuiba mali yake. Tena mtume akafananisha kama ilivyokuwa ahadi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anatoa mfano kwa vitu vilivyokuwa vya karibu. Akasema, mfano wa mji wenu huu Makka, ndugu zangu, ni kuna boda inaitwa haram au alharam. Pale ni haramu kumwaga damu, haramu kumwinda mnyama, haramu kukata mti, haramu kuokota luqata. Kitu kianguka leo hapa, ukipata bahati nasibu ukaokota mali ya mtu hapa chini, sheria inakupa siku 3 kutangaza mbele ya watu, kisha mwaka mzima huna ruhusa ya kuitumia mpaka mpate mwenyewe. Baada ya mwaka wewe ni ruhusa, lakini Makka ni haramu. Shekhe, ukiona achana nayo mpaka kiyama itakaposimama. Kwa hiyo Mtume anawaelekeza, kama ilivyokuwa ni haramu mnajishikilia kufanya madhambi kwenye hududi hii, mnajishikilia kutokuwinda wanyama katika hududi hii, kama mnavyojishikilia kutokukata miti katika boda hii, hivyo hivyo damu za Waislamu wenzenu ni haramu, damu ya waumini ni haramu, damu ya wanadamu wenzenu kumwaga pasipokuwa na haki ni haramu.